na katika vitu ambavyo Mungu aliviumba au alivianzisha, mojawapo ni ndoa. Ndoa haikuanzishwa na mwanadamu wala haiko katika mapenzi na matakwa ya mwanadamu. Ndoa ni ya Mungu, mwanzilishi ni Mungu, ndiye aliyeianzisha katika hekima yake na katika mapenzi yake, lakini pia katika kukamilisha kila alichokuwa amekianza. Maana Mungu ni Mungu akamilisha hii kazi, huwa hafanyi nusu, huwa anakamilisha kabisa. Kwa hiyo alipomuumba Adamu, anaona kama vile kuna kitu kinapungua kwa Adamu, kwa sababu Mungu amemuumba mwanadamu afurahie uumbaji wake, mwanadamu afurahie, na kila kitu alichokiweka Mungu ni kwa ajili ya furaha ya mwanadamu na kwa ajili ya utukufu wake pia. Mwanadamu afurahi, lakini Mungu atukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amejaza dunia hii viumbe, na viumbe hivi akampa mwanadamu amiliki na kutawala. Mwanadamu amfurahie Mungu, afurahie maisha, lakini amtukuze Mungu ambaye amemweka na kumgawia au kummilikisha. Kwa hiyo Mungu anataka atukuzwe katika maisha yetu yote. Biblia inasema kula kwetu, kwako, kila tunachokifanya Mungu anataka atukuzwe. Sasa ndoa Mungu aliwekea nayo utaratibu. Naangalia katika maandiko tunaona kusudi la Mungu. Kwa nini Mungu akaiweka ndoa? Kwa sababu Adamu hakuomba. Si leo tunaomba wala Mungu nipe mke au nipe mume, lakini Adamu hakuomba. Hatuoni mahali popote katika Biblia kwamba Adamu akamuomba Mungu na Mungu akampatia mke. Ila Biblia inasema Mungu akasema. Bwana asifiwe. Mungu mwenyewe katika hekima yake akasema, si vema mwanaume huyu akae peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Ni Mungu. Hatujaona Adamu anamwambia Mungu, niko peke yangu, naomba unifanyie msaidizi wa kufanana naye, wa kuishi naye. Mungu mwenyewe anasema. Kwa hiyo unaweza ukaona hapo kwamba ndoa ni mapenzi ya nani? Ya Mungu, na ni mpango wa Mungu, na ni kusudi la Mungu. Japo Mungu amempa mwanadamu uhuru kwamba unaweza ukaoa au unaweza usiolewa baada ya metoa, lakini kuna kitu kinaambatana hapa. Sio kwamba anakupa uhuru sio yako usiolewe halafu ufanye madudu unavyotaka. Maana Biblia inasema wako waliojifanya matawashi kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo unaweza, na Biblia inasema ukiamua sio katika Wakorintho sawa, lakini uwe na uwezo wa kufanya hivi. Uwe na uwezo wa kufanya hivi. Kama hauna uwezo, Biblia inasema ufanye nini? Uoe au uolewe. Kwa hiyo kuoa na kuolewa ni mapenzi ya Mungu, ni mpango wa Mungu, ni kusudi la Mungu, na mwanzilishi ni Mungu. Sasa kama Mungu alianzisha, lazima tuone kusudi lake lilikuwa ni nini. Kusudi lake, hakuna kitu chochote ambacho Mungu alikifanya kwa ajili ya mwanadamu ambacho hakimpi mwanadamu furaha. Hakuna kitu chochote ambacho Mungu alikifanya kwa ajili ya mwanadamu kinachompatia mwanadamu huzuni. Hakipo. Hakuna kitu chochote ambacho Mungu alikifanya kwa ajili ya mwanadamu kinampa mwanadamu mateso na majuto. Hakipo. Kila kitu ambacho Mungu alikifanya kwa ajili ya mwanadamu ni kwa ajili ya furaha ya mwanadamu. Bwana asifiwe. Kila kitu, narudia, kila kitu ambacho Mungu alikiweka kwa ajili ya mwanadamu, akakifanya kwa ajili ya mwanadamu, akakiumba kwa ajili ya mwanadamu, ni ili mwanadamu afurahie. Kwa hiyo hata ndoa, kusudi la Mungu nyuma ya ndoa ni ili mwanadamu afurahie. Bwana asifiwe. Ni ili mwanadamu afurahie.
Ninaamini hivyo. Nani ambaye anaoa ili ajute? Nani anaolewa ili ajute, apate shida? Haiko hiyo. Anakuwa anategemea furaha fulani, anategemea kitu fulani cha raha, cha kumpa raha, cha kumfurahisha, cha kumfanya achangamke. Ndicho kinachokuwa kinatazamia. Kwa hiyo kila kitu ambacho Mungu alikiumba au alikiagiza kiwepo kwa ajili ya mwanadamu ilikuwa ni kwa ajili ya furaha ya mwanadamu. Biblia inasema Adamu akampokea huyu mwanamke ambaye Mungu alimuumba kwa ajili yake, akasema kwamba huyu ni nyama katika nyama yangu, ni mfupa katika mfupa wangu. Maisha yakaanza ya ndoa. Kabla ya hapo maisha yalikuwepo, lakini hayakuwa ya ndoa, kwa sababu Adamu alikuwa pekee yake, ndoa haikuwepo. Baadaye maisha ya ndoa yakaanza, ambayo sasa ni wawili hapa, na Mungu akasema maelekezo, akasema mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, alafu ataambatana na mke wake, na hawa watakuwa sio wawili tena, bali mwili mmoja. Maana yake kwamba wataishi katika mshikamano ambao wao wenyewe hawatakiwi kuvuruga, na mtu wa nje hatakiwi kuingia. Watakuwa wawili, maana yake maisha yao yote. Na ndio maana tunamwambia mtu anapotaka kuoa au kuolewa, usikurupuke, usifanye haraka, nenda kwa utulivu na kwa kutafakari, ili ufanye uchaguzi sahihi, kwa sababu baada ya kufanya uchaguzi huu hakuna nafasi ya pili. Hakuna nafasi ya pili. Kwamba huyu naweza nikafika mahali nikichagua vibaya, ama sura au tabia au ulichokitegemea hujakipata, kwamba una uhuru wa kufanya maamuzi ya pili, kwamba unamwacha huyu halafu unaoa mwingine. Hiyo nafasi ya hiyo. Kwa hiyo unapotaka kuingia katika maisha ya ndoa, tulia, usikurupuke, usiende haraka, uwe na utulivu kabisa, na ikiwezekana utanguliwe na Mungu aliyeanzisha ndoa, ili upate kitu sahihi, kwa sababu ukiisha kukipata, hakuna nafasi ya pili. Hakuna nafasi ya pili. Kibiblia, naongelea kibiblia. Mimi nimesimama na Biblia na ninafungisha ndoa ya kibiblia. Bwana asifiwe. Siko katika sheria za huko kwa make, kila makundi yana sheria zake. Sisemi ndoa za kimila, sisemi zinazofungwa kwa sheria za kiserikali, nasemea ndoa ya Kikristo ambayo inaifungisha hapa madhabahuni. Ndio ninayoiongelea kwamba lazima msingi wake uwe katika neno la Mungu, na lazima isimikwe juu ya neno la Mungu, ijengwe juu ya neno la Mungu, na maisha yote ya ndoa ibaki juu ya neno la Mungu. Ningekuuliza swali, kwa nini tunafungisha ndoa makanisani, halafu zinavunjika, wanaachana, wanapigana, wanashindwana, baadaye hawaishi tena pamoja? Kwa nini? Moja, wameondoka kwenye neno la Mungu. Mihilo tu siniambia na tabia mbaya. Hakuna mwanadamu mwenye tabia nzuri, wote tuna tabia mbaya. Unakumbuka Yesu alimuuliza swali, mwalimu mwema? Akawajibu akasema, hakuna mwema ila Mungu peke yake. Sasa kama hakuna mwema, maana yake sote ni asili hiyo. Yesu alisema hakuna, yaani hakuna mwema duniani, hakuna mwanadamu mwema. Na kitheolojia pale walijikanyana, kwa sababu walikuwa wanakataa kwamba yeye sio Mungu, alafu wanamuita mwema.
na Yesu akawaambia hakuna mwema ila mwema ni nani? Kwa hiyo kwa kumuita mwema wameshamuita nani? Mungu bila kuelewa. Ndio fundisho hilo hapo. Sio kwamba Yesu alikana kwamba Yesu mwema. Alikuwa mwema kwa sababu ni nani? Ni Mungu. Lakini kama angelikuwa mwanadamu kama wao wasingelikuwa, hakuna mwanadamu mwema. Jamani, rafiki yangu, usifikiri mwema huyo. Kati ya wabaya mbaya. Kama ulikuwa unatarajia hiyo, unategemea hiyo, umechemka. Na huyo utampata, labda muombe kutoka wapi? Malaika atoke mbinguni. Huyo ni mwema. Lakini mwanadamu mwenzako mwenye asili ya anguko, hakuna mwema. Wote ni wabaya. Sasa watu wananyosha, wewe mbaya. Sote ni wabaya, ila ubaya tunazidiana, tunaenda tunazidiana kiwango cha ubaya, lakini sote ni wabaya, hakuna mwema. Hilo tu peke yake, hilo tu peke yake. Sasa hakuna nafasi ya pili. Wewe mwanamke mbaya, ulishamuoa. Kwa hiyo hakuna hata sababu ya ni mbaya, yaani ulishamuoa, ni wako, na akiisha kuwa wako ni wako milele. Labda kitu kimoja ambacho Mungu alitoa nafasi kwamba kinaweza kuingilia kati ni nini? Kifo. Kwamba kifo kiwafanye nini? Basi kifo peke yake kitawatenganisha. Tabia mbaya haitatenganisha. Vyovyote vile uliyotazamia kwake usipoyapata haitatenganisha. Biblia inasema alivyoviunganisha Mungu mwanadamu, maana yake wenyewe wawili walioana nao si mwanadamu, nao hawaruhusiwi kutenganisha. Mungu akiisha kuunganisha. Kwa hiyo maana tunasema kabla hujaoa, kabla hujaolewa, tulia vizuri, sio? Umpime vizuri, umfuatilie vizuri, umweke kwenye mizani vizuri, kwa hivi huyu tunaweza tukaishi pamoja, au kwa alivyo hivi hatuwezi, au kwa alivyo hivi ninavyomwona tunaweza tukaishi pamoja. Kwa nini? Ni maisha yote kuanzia siku ya leo tarehe 12 mwezi wa 4 2026 mpaka hapo Mungu atakaposema mmoja wapo njoo kwangu. Mnanielewa? Kodoa macho na masikio nisikilize vizuri na niangalie vizuri. Kitu kinachoitwa kuachana sio msamiati wa kimungu, ni wa kishetani. Shetani akiingia, maana Biblia inasema mwizi haji ila aibe, achinje, avuruge, atawanye. Lakini Mungu sio kazi yake, atenganishaji Mungu. Kwa hiyo Mungu akaweka utaratibu hata kwa ndoa aliyoanzisha, ambaye ndiye muasisi wa ndoa, yeye ndiye mwanzilishi wa ndoa, ndiye aliyeweka maelekezo. Mwanaume atamwacha baba yake, wataambatana, ataenda na mke, wataanzisha maisha, watakuwa pamoja, hawatakuwa tena nyumba mbili, watu wenye mambo mbili nafutika, mambo yenu yanakuwa ni moja, nyumba moja, kila kitu ni moja, shamba moja, kila kitu ni moja, maisha yenu yanakuwa ni moja, mpaka hapo Mungu atakaposema mmoja wako njoo, hapo mwingine sasa atajiongeza mwenyewe. Sawa pendo wako? Sawa. Hiyo ndio ndoa tunayoifundisha makanisani, ndio ndoa inayoitwa ndoa ya Kibiblia na ndoa ya Kikristo. Leo niseme kidogo, kumetokea shida na ninasikitika sana, na hili ninalikemea na nitalikemea kwa ujasiri. Eti watu wanatofautiana
misimamo, tabia, wanatofautiana, halafu wanaenda mahakamani, wanatengana kisheria. Nisikilize vizuri, kisheria, ile sheria mnayotumia kutengana na kuachana, eti mmepeana talaka, ni ya serikali, sio ya Mungu. Na mimi nataka niwaambie hadharani hapo kwa ujasiri, serikali haina mbingu. Serikali ina ardhi, serikali ina mipaka yake, utaishi kwenye mipaka yake, utatii taratibu zake na sheria zake ili usiende gerezani, lakini haina mbingu. Mwenye mbingu ni Mungu. Sasa huyu mwenye mbingu, jitahidi usikosane naye popote, usije ukamkoroga. Na watu ni wajinga, usimkorofishe Mungu. Ukimkorofisha, akiamua kukukorofisha wewe, utajuta kuzaliwa, utajuta. Usimkoroge Mungu, nyenyekea kwa Mungu, tembea kwenye kanuni za Mungu. Sasa leo watu wanavurugana, na ninasikitika mpaka ndoa za Kipentekoste. Watu wa Biblia ambao tunawaita ni wa Biblia hasa, leo nasikia kabisa na machungaji mengine mapumbavu. Asikuzingue, akikuzingua wewe bado kijana, tupia huko, utaoa na mwingine, utaolewa na mwingine. Sikia binti mmoja ananiambia, mchungaji ameniambia, nikamwambia ukumkemea kwa jina la Yesu, ukumwambia toka shetani. Huyo ni shetani aliyokuwa anaongea ndani yake. Najua mwanadamu anaweza akaongea, lakini kumbe anayeongelea ndani yake ni nani? Shetani, wala sio Mungu. Akaniambia, hizi naniambia tuachane. Nikamwambia kwa Mungu hakuna kuachana. Kwa Mungu hiyo haipo. Halafu mtu anashikilia situniachiana mahakamani. Mahakama si ya Mungu hiyo, ni ya wanadamu, kwa sheria za wanadamu. Sheria za Mungu ziko kwenye Biblia. Sheria ya Mungu iko kwenye Biblia, tunaipata kwenye Biblia, hatuipati kwenye katiba ya serikali yoyote. Sheria ya Mungu, na hiyo ndiyo itakufanya uipate mbingu au uikose mbingu, na inaweza ikakufanya uishi kwa furaha duniani au uishi kwa majonzi na majuto ukiikanyaga. Lakini ukiitii na kuiheshimu sheria ya Mungu, Mungu atakubariki. Sasa ndoa tunayoifunga, tunafunga ndoa ya Kikristo. Katika kitabu hicho nimekwambia, kitabu Mathayo sura ya 9 tumesoma, hatujasoma Mathayo sura ya 9. Nimekwambia mstari wa ngapi? Sasa hebu tusome sehemu ndogo. Biblia inasemaje? Biblia inasema mstari wa 3, basi Mafarisayo wakamwendea. Hivi nikisema Mafarisayo mnaelewa? Watu wa dini, wagobevu kwenye dini, walioishika torati sawasawa. Farisayo, mtu wa dini. Nisikilize vizuri, unaweza ukawa mtu wa dini usiwe mtu wa Mungu. Unaweza ukawa mtu wa dini lakini sio mtu wa nani? Hawa walikuwa ni watu wa dini, lakini ndio waliogombana na Yesu sana. Hawa Mafarisayo, yaani ndio walikuwa na bishana na Yesu kuliko maelezo. Mafarisayo ndio waliokuwa na ugomvi na Yesu kuliko mtu mwingine yeyote. Mafarisayo, watu wa dini. Jihadhari sana, unaweza ukashikamana na dini, usishikamane na Mungu. Ukashikamana na dini, ukashikamana naye na ukawa mwanadini mzuri, lakini haujawa mtu wa Mungu. Biblia inasema basi Mafarisayo wakamwendea, wakamjibu, wakamwambia, je, wanamuuliza Yesu, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Akajibu akawaambia, hamkusoma kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke? Wangapi hao? Mtu mume na mtu, akamaliza. Hajasema mtu mume na watu wake, amesema mtu mume na mtu mke, wawili.
Kwa sababu hiyo, mstari wa 5, mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkeo, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hamkusoma? Yesu anawauliza, hamkusoma? Hebu mgeuze muulize, hivi usomi? Usomi wewe? Hawa Yesu aliwauliza, hamkusoma? Hamsomi? Maana maandiko yako hamsomi. Kama mnasoma, mbona mnakuwa wajinga? Hamuelewi? Hamsomi. Na Biblia mahali pengine inasema mwapotea kwa sababu hamjajui maandiko. Mnapotea kwa sababu hamsomi Biblia, au mkizisoma mnazisoma vibaya kama Uhuru na Mzalendo. Biblia hatusomi kama gazeti, tunasoma kwa utulivu, maana ndio itakayokufikisha mbinguni au kukupeleka jehanamu. Inakuonyesha wazi, ukikanyaga jehanamu, ukiitii mbingu na kweli. Hamkusoma? Yesu anatoa fundisho hili ndio hamkusoma. Lakini ndiye hamkusoma. Aliyeumba tangu mwanzo aliumba mume mmoja na mke mmoja, akawabariki, akawaambia zaeni muongezeke, fedha na dhahabu vyote nimewapa, samaki na vyote nimewapa, mfurahie maisha, vyote nimeweka chini yake. Hamkusoma. Lakini aliyeumba tangu mwanzo. Najua mimi namshangaa mwanaume unaoa alafu una wazo la kuoa mwingine. Yaani hilo wazo linatoka wapi? Yaani unawaza kwenye maisha yako kwamba naweza nikaoa mwingine. Sikiliza, haiwezekani. Haipo na haiwezekani kwamba ninaweza nikafanya maamuzi nikaachana na huyu. Haipo. Na kwa sababu Mungu ni Mungu asiyebadilika, haitakai iwepo, kwa sababu Mungu habadilika. Yeye sio kama wanadamu vinyonga. Mungu habadilishi mambo. Akisema amesema, akiisha kusema neno lake, Biblia inasema mbingu na nchi zitatoweka, lakini neno lake halitatoweka, litabaki milele, litabaki na litatimia. Nono. Sasa mtoto wangu hamukusoma. Wanamuuliza maswali, na wanamuuliza maswali ni watu wa Biblia, ni Mafarisayo, watu wa dini. Sasa na Yesu hamukusoma, au mnapofika hapo mnafunika, mnarukia maandiko mengine hapo. Hamsomi kwamba aliumba mtu mume na mtu mke, maana hao walikuwa wameharibu ndoa, wamefuruga. Mwanamke akikufuruga kidogo, fukuza, rudisha kwa wazazi wake. Nisikilize, unatoka kwenu, huko sio kwenu tena. Yaani huko unaenda kama unaenda kutembea kwa majirani. Hakuna kitarudi kwetu. Kwenu wapi? Hakuna kwenu. Kwenu ni hapo mlipoanzisha. Yaani pale mnaanza maisha ndiko kwenu nyote wawili. Hakuna kwenu tena. Biblia inasema atawaacha baba na atawaacha, maana yake atawarudia kuwasalimia, sio kukaa, sio kuishi. Munielewe vizuri. Ndio maana sijui makabila mengine, sisi kwa Wahaya, hata mwanamume na mke wake mungeliachana, hata ikipita miaka mingapi, akifia popote atakapofia, maiti yake wanakuletea, wanakuja kumzika kwako. Yaani wanakuambia ni wa kwako, ni mke wako. Hauwezi ukasema sisi nilimpa taraka wao, yaani kwa haziki kwa wazazi wake. Inaonekana Wahaya walisoma Biblia, yaani haziki kwa wazazi. Kwa wazazi hakuna. Mnaita ngapi kwa ngapi wengine? 3 kwa 6. Kile kipande cha kuzika nyumbani kwao kiko kwa mume wake. Bwana na asifiwe. Kwa nini kinakuwa kwa mume wake akiko tena kwa wazazi wakati walishaachana, walishavurugana? Ni hapo.
Biblia inasema utamwacha baba, utamwacha mama, hawa wawili. Kila mmoja anamwacha baba, anamwacha, maana yake unaacha wa nyumbani kwako kabisa kabisa, halafu mnaanza maisha ya pamoja. Kwa hiyo Yesu anawauliza mkusoma, alivyomuunganisha Mungu mwanadamu asivitenganisha, mkusoma. Halafu nyinyi mnasema tumefanya Yesu ili hamkusoma kwamba alivyomuunganisha Mungu mwanadamu hana ruhusa ya kuvitenganisha. Hamkusoma. Neno bado linasimama na halitabadilika. Mkiisha kuunganishwa mbele za Mungu madhabahuni, hakuna kuachana, ni milele na milele. Mungu pamoja mpaka mmoja atakapoondoka, mwingine akabaki. Atakayebaki ana maamuzi yake. Basi yapo mambo mengi, sina nafasi ya kuyasema ya kuilinda ndoa, lakini katika kitabu cha Waebrania sura ya 13 mstari wa 4 inasema ndoa na iheshimiwe na watu. Sasa nisikilize vizuri, inaposema iheshimiwe na watu wote, hivi na hao walioana nao ni watu. Kwa hiyo wanaoagizwa kuheshimu ndoa nao wamo, mjanielewa? Biblia inasema ndoa na iheshimiwe na watu, na hawa wawili walioana nao wanakuwa naambiwa nafsi ni watu. Maana yake nao wanaambiwa kwamba waiheshimu ndoa, sio wa nje ndio waiheshimu ndoa. Tena wanaotakiwa wawe wa kwanza kuheshimu ndoa ni wao wawili, yaani kila mmoja aheshimu. Ukimwona yeyote katika ndoa anakuambia sibembelezi kuishi na wewe, sibembelezi ndoa, mimi naweza nikaishi peke yangu na maisha yakaenda, mwambie katika wapumbavu wewe ni wa kwanza, sio wa pili, ni nambari moja. Biblia inasemaje? Ndoa ifanye nini? Iheshimiwe na watu wote. Wa kwanza kabisa kuheshimu ndoa ni wangapi? Hawa. Alafu natukuja kusema kwamba tunaweza tukaivuruga, tunaweza tukaitengua. Una akili zinakutosha? Wewe uko na akili zinakutosha, ziko sawasawa na zimejaa, ukalisema hilo. Ndoa lazima iheshimiwe, madhabahu iheshimiwe, kwa sababu mnaunganishiwa madhabahuni, mnaapishwa madhabahuni, mnaweka agano madhabahuni, kwenye madhabahu ya Mungu. Mwanadamu anayesimama mbele zenu kama mimi nitakavyosimama hapo kuwaapisha, na waapisha kama mtumishi wa Mungu kwa niaba ya Mungu, kwa sababu Biblia inasema alivyoviunganisha Mungu. Kwa hiyo mwanadamu haunganishi, anayeunganisha ni nani? Ni Mungu. Sasa kama ni Mungu anayeunganisha, mchungaji anachokifanya anamwakilisha Mungu, lakini mchungaji si anayeunganisha. Mwingine akaniambia tunaenda kwa mchungaji aliyetufundisha ndoa eti aitembue. Kuna akili? Mchungaji anapewa ruhusa ya kufungisha kwa niaba ya Mungu, lakini kufungua hicho kibali hajapewa. Sisi hatujapewa ruhusa ya kufungua. Mimi nikiisha kukufungisha Bwana, hata ungekuja ukaniambia jamani, huyu ni nungunungu, nitakachokuambia nitawaambia hivi, tafuta staili ya kuishi pamoja. Nungunungu na sasa sielewi mwingine ni nani. Nikutafuta namna kama ni nungunungu mzoe. Ukiisha kuzoea nungunungu, mifupa inaelekea huko. Sasa wewe sielekea huko. Wewe kaa kwenye namna ambayo mfupa hautakufanya ule mwiba wa nungunungu hautakuchoma. Nisikilize, nungunungu akiwa anaangalia huko, miiba inaangalia wapi? Nyuma. Sasa ukipitisha mkono pia utakuchoma, lakini ukipitisha hivi damu zinatoka. Wewe jifunze jinsi ya kukaa na nungunungu, kwamba bwana wewe mkono usifanye hivi, ufanye hivi, alafu naishi na nungunungu, mnakaa salama. Alafu mtu anakuuliza hivi, mbona huna makovu? Mbona damu hazijavuja wakati unaishi na nungunungu? Sema najua jinsi ya kuishi naye. Naishi na nungunungu na maisha yanaenda. Na nimewaambia hakuna mzuri hapa, nyote manungunungu tu.
Sije kaniambia mwenzangu nungunungu nyote ni manungunungu. Sema tumishi ile miiba inazidiana urefu. Ile miiba inazidiana nini? Lakini kila mtu ni nungunungu tu. Una unungunungu wako na mwenzia na unungunungu wake. Kinachotakiwa pale ni jinsi ya kujifunza na ukamwelewa mwenzio na ukajua jinsi ya kuishi naye na mkaenda mbinguni. Basi sio kingine. Siniambie mbaya huyo, hata wakikupa wewe uweze ukakaa naye wiki. Wewe si ulimchagua? Si ulimchagua wewe kama ulikuwa kibofu? Si ulikuwa naona? Sasa kama ulimchagua alafu leo ndo unamuona nungunungu, wewe kaa naye tu. Kwa nini? Nyote ni wabovu. Hakuna mwema. Hata huyo, hata mmoja. Kila mtu ana makasoro yake. Kila mtu ana madosari yake. Kila mtu ana uzuri wake na ubaya wake. Na kwenye ndoa hii kila mtu ana uzuri wake na ubaya wake. Kila mtu ana ubaya wake na wema wake. Kila mtu. Na ukikuta wanandoa ambao hayo hayamo ni mataira. Hao ni mazembezi. Kwenye ndoa ya mwanaume na mwanamke wako sawa, wako timamu, akili ziko sawa sawa, lazima hizo hali za unungunungu kidogo zitoke. Nilishawaambia ukikuta kwenye nyumba ambayo hakuna kufoka hata kidogo, hata siku moja, mataira haya kwenye nyumba ya watu ambao zinawatosha wako sawa sawa, lazima usikie malaika. Kwa malaika ndio hakuna hiyo, lakini kwa wanadamu ambao Biblia inasema hakuna mwema, hayo ni ya kawaida, lakini sio sababu ya kuendelea kufanya nini, kuishi pamoja. Ni sio sababu ya kutoendelea kushikamana na kupendana. Hiyo sio sababu. Mimi nasemea haya kwa sababu ndoa leo zina shida. Yaani kuna balaa, na shetani amezivamia ndoa, na neno la Mungu ameliondoa watu kuelewa ndoa ya kibiblia, hasa kuielewa sawa sawa. Imeanza kuondoka. Watu tutaenda mahakamani. Mahakama sio Mungu. Tutaenda, tutaachana, tutagawana na mali. Nakumbuka tulikuwa na mtumishi wa Mungu mmoja mzuri sana, mzuri, akaachana na mke wake na walivurugana sana. Alipoachana akaoa mke mwingine. Alipooa mke mwingine, maisha yakaendelea. Na sisi kanisa letu la TAG, ukiisha kufanya hayo huduma uwezi. Siku moja akaja kwenye kikao akasema, nimetambua kosa langu na sijalitambua mimi wala mwanadamu kuniambia, Mungu mwenyewe ameniambia. Akatumia neno hili, akasema sitabadilisha Mungu alivyoniambia. Akasema hivi, nasema Mungu alivyoniambia. Aliniambia hivi, your marriage is lawful but not moral. Ndoa yako ni ya kisheria, ni halali kisheria, lakini sio takatifu. Sasa Mungu wetu ni mtakatifu, sio wa kisheria. Nisikilize vizuri, Mungu wetu sio kisheria, ni utakatifu. Kwa hiyo ndoa yake Mungu akaikataa, akamwambia kwamba sawa, kisheria, kwa mujibu wa sheria za nchi yako, ndoa yako ni halali, lakini kwangu sio halali. Nakumbuka akiwa amesimama akasema, nimetambua. Na kwa kuwa nimelitambua, akasema hivi, siko tayari kumrudia mke wangu wa kwanza, na watoto wangu wameniambia kama ninataka kuendelea kuishi tusirudiane. Akasema, na watoto wangu wamenizuia nisirudiane naye kwa sababu nitakufa, ataniua. Hebu angalia, kumbe na kuuana kuko, lakini bado Mungu ana hapo ndo. Hebu cheki, mpaka anaogopa kuishi naye asimuue, lakini bado Mungu anasema ni mke wako. Ulifunga ndoa. Kwa hiyo akasema huyu mke wa pili, na Mungu alichomsaidia alimuondoa, akawa amefariki. Akasema hivi, amefariki, lakini bado mimi si huru, ambaye nilikuwa nimemoa kisheria, ambaye nilikuwa ni halali kisheria, amefariki, sawa, lakini siko huru kuoa
nafungwa na yule wa kwanza. Akasema hivi, nitakaa kama nilivyo, nitaishi kama nilivyo. Yule sirudiani naye, lakini sioni. Kamwambia kama ni hivyo, ni maamuzi yako. Akasema nasema hivi, mnielewe, sirudiani na yule, kwa sababu hata watoto wetu wamekataa, ila sioi mo, kwa sababu nikioa naondoka kwenye utakatifu. Heshimuni ndoa yenu. Ndoa inaheshimiwa, rafiki yangu. Yaani usifanye tu kama vitaasisi vingine. Taasisi zingine mnafanya mnavyotaka. Ndoa ni taasisi ya kimungu ambayo inaunganishwa au inaanzishwa na Mungu mwenyewe, na yako maandiko lukuki katika Biblia yanayoiongelea, yanayoielekeza ikaeje, yanayoielekeza idumuje. Kaa kwenye maandiko. Ndoa ilindwe na maandiko, idumishwe na maandiko na hofu ya Mungu. Asiyeogopa kuivunja ndoa, maana yake amwogopi nani? Mungu aliyeunganisha ndoa hiyo. Kwa watu wenye hofu ya Mungu, wanaogopa sana kwamba Mungu ameweka, mimi siwezi kuondoa. Si ndio? Mungu ameunganisha, mimi siwezi kutenganisha. Si ndio wapenda? Si ndio? Mungu ameunganisha, mimi siwezi kutenganisha. Mwenye hofu ya Mungu anaogopa kukinzana na Mungu, kupingana na Mungu. Mungu kuweka, yeye akaondoa. Wewe ni nani? Mungu anaweka, unaondoa. Anawaunganisha wawili, alafu wewe unawatenganisha. Wewe ni nani? Mungu anawaunganisha nyie wawili, alafu mmoja wapo anachomoka, anatenganisha, anavuruga. Sio Mungu huyo, ni ushetani, ushetani. Na mimi hapa sifundishi ndoa ya ushetani, nafundisha ndoa ya kimungu ambayo inatakiwa iishi kwenye maandiko, ibaki kwenye maandiko, ilindwe na maandiko, itunzwe na maandiko, iongozwe na maandiko, ihakikishe inayazingatia maneno ya Mungu yanasemaje. Biblia inasema mwanamke mheshimu mumeo, si ndio bwana? Mtii mumeo, si ndio bwana? Na Biblia inasema wewe mwanamke, fanya nini? Severia, mpende mke wako, mheshimu mke wako. Usimwone kama mwingine akaniambia mwanamke ni kama mfugo tu. Ulivyo na mifugo na mali nyumbani na kaseti na redio, na mwanamke ni hivyo hivyo, ni mali yako. Kumwambia huna akili. Huna akili. Mwanamke sio mfugo, mwanamke sio mali kama vitu tunavyovinunua madukani, hata kama umelipa mahali. Sio ukaniambia kitu kama hicho. Naona sio kitu umeongezea kwenye familia. Hiki ni kitu cha kimungu, ni kitu cha kimungu kabisa, cha kimaandiko. Kwa hiyo lazima uliangalie neno la Mungu linasemaje katika kuitunza ndoa. Ndoa iheshimiwe, ithaminiwe na itunzwe. Kuanzia wangapi hao? Wawili ndio wanataka wa kwanza kuheshimu, kuilinda ndoa. Yako mambo yanayojeruhi ndoa. Biblia inasema Mungu atawahukumu waasherati. Ninaposema ndoa ni heshima, maana yake kusiwemo nini? Uasherati katika ndoa. Tulia. Unasikia Severia? Unatulia kwa ana. Hata kuwaona wanaomzidi vizuri ulikosea. Na ukiisha kukosea basi. Mwingine akamwambia mke wake, nilikuwa sijazunguka vizuri. Basi kama ukuzunguka vizuri, basi umeshakosea. Hivi ukishazaa mtoto, umeshamtoa tumboni ukamzaa, unaweza ukasema si umeshamzaa? Unaweza ukasema nilitaka nizae mrefu, sasa umekuwa mfupi. Umeshamzaa. Wewe ulikuwa unatamani mrefu, umezaa mfupi, imetoka. Ulikuwa unatamani wa kiume, ukazaa wa kike, imetoka. Si ndio wapende? Umeshamzaa. Kwa hiyo nakwambia ameshakuoa, na wewe umeshamuoa, imetoka hiyo. Hata wangelikuja wangapi au sio wakwako ni wewe. Kwa hiyo Biblia inasema ndoa iheshimiwe.
nje ya ndoa, na mtu asiingilie ndoa. Yako mambo ya kuilinda ndoa mengi sana. Leo sina nafasi ya kuyasema, ya kuitunza ndoa, kuilinda ndoa, kuhakikisha kwamba ndoa inakuwepo. Mnaona mkiwa vijana mpaka mnazeeka, kama Yesu atakuwa hajamuondoa mmoja wapo. Sio wapenda? Biblia inasema wanawake wazima muwatilie akili wanawake vijana. Mtawatiliaje akili kama nyinyi wenyewe ni virokanji? Tulia kwenye ndoa ili wafundishe wadogo zao wanaofuatia. Mwambie tumefika hapa, sio kwamba huwa tupishani. Huwa tunapishana, alafu maisha yanaenda tunaweka sawa. Wewe unafikiri umeoa au umeolewa na malaika? Wote ni wanadamu. Kwa hiyo tofauti lazima ziwepo mwanangu. Sawa? Unawatilia akili wale wanaoingia kwenye ndoa. Utawatiliaje akili kama wewe mwenyewe yalikushinda? Kama yalikushinda, asikubabaishe, asikufanye nini? Wewe bado unalipa. Wewe asikubabaishe. Na hata kubabaisha tu. Asikubabaishe, unaweza kwa mwingine, unaweza kaolewa na mwingine, wewe bado binti. Wewe nani kakwambia? Hayo maneno sio kibiblia, ya kishetani. Utawatiliaje akili wengine kama wewe umetembea vizuri kwenye neno la Mungu katika eneo la ndoa? Ndoa ni kitu kitakatifu, kwa sababu hakuna kitu chochote Mungu alianzisha ambacho sio kitakatifu. Kila kitu Mungu alianzisha kilikuwa kikamilifu, kilikuwa kizuri na akakibariki. Anapomaliza uumbaji wake, tunaona Mungu anabariki kila kitu. Anabariki, akambariki, akabariki na ile ndoa, akawabariki, akaibariki ile ndoa, alafu akawaambia zaeni muongezeke. Sio wapi? Akawabariki, alafu akawaambia zaa sasa muongezeke. Tunazaa kupitia ndoa, na hiyo ni heshima kubwa ambayo Mungu aliheshimu ndoa. Kwamba yaani kwa maneno mengine Mungu akasema sitarudi tena kufinyanga udongo na kuumba tena mwanadamu, bali wanadamu wataongezeka kupitia ndoa. Sio wapenda? Kwa hiyo Mungu aliheshimu sana ndoa, kwamba itaendeleza uumbaji wake aliyokusudia kwamba dunia yote ijae kupitia ndoa. Hiyo ni heshima kubwa. Kwa hiyo ndoa lazima imheshimu Mungu. Na mimi sina mengi ya kusema leo. Sina mengi. Au nimeshasema mengi? Mimi sina maneno mengi. Kwa nina machache. Nikitaka kusema hapa naweza nikafika hata jioni. Waulize ninakoenda. Nienda kwenye kongamano hapo, naweza kuongea masaa 6 mfululizo. Sasa leo sina maneno mengi, ni hayo peke yake. Na ninaomba myazingatie. Narudia neno hili. Ndoa iheshimiwe. Heshimu ndoa yako. Severia, heshimu ndoa yako. Ndoa yako ijengwe kwa neno la Mungu. Milindwe na neno la Mungu. Itunzwe na neno la Mungu. Dumisha Ukristo katika ndoa yako. Sio? Muwe wanandoa wa Kristo wazuri. Wanandoa wa Kristo wazuri. Muishi Ukristo uliokamilika katika ndoa. Sio wapenda? Kitu kinachoitwa ngumi kwenye ndoa huwa hakipo. Kupigana huwa hakipo. Kutofautiana sio mpaka mpigane. Unaweza mkatofautiana lakini hakuna kupiga. Unaweza ukatoa mkono wako kupiga. Sijui ukunje ngumi, sijui utumie kofi, sijui ushike fimbo, hivyo unaweza. Unaweza ukaanzia wapi? Unaweza ukaanzia wapi? Unaweza ukadhubutuje? Hivyo vitu kwenye ndoa havipo na havitakiwi kuwepo. Havitakiwi. Kupigana ni kwa gani? Ukitamani kupiga, wewe nenda kwenye mti pale, piga, alafu toko na toto nasema mti leo umenitambua. Sawa, lakini sio kufanyia mazoezi kwa mwanadamu mzima. Kwa hiyo ndoa natakiwa itunzwe, ilindwe, iheshimiwe nyote wawili. Sio mmoja, nyote wawili. Mmoja wapo asipoiheshimu ndoa, akaiona ndoa haina uthamani, meharibu. Lakini nyote mkitambua uthamani wa ndoa yenu itabaki salama. Kila mmoja akatambua ndoa ni ya thamani, alafu kaiheshimu kwa sababu ni Mungu ameianzisha, na ni Mungu ameiagiza. Kuiheshimu
na ni kumheshimu Mungu. Baada ya maneno hayo machache, niende kuomba msimame, nyie maharusi wetu, tuende kuwalisha kiapo ambacho mtaishi nacho na